Kwa tushauri, tuambie, tufundishe upande wa biashara tuende. Ipoje, ulianzaje biashara? Ilikuwaje? Changamoto umefikia wapi? Tuanze, ulianzaje biashara? Kiukweli mimi biashara nilivyoanza, kwanza napenda kusema kwamba katika biashara utaki kabisa kukata tamaa. Mimi before nimesha kufanya biashara tofauti ambazo sio za mtandaoni. Nimefuga kuku wakafeli, wakafa wote 400, wakafa kwa moja baadaye. Asante. Nimewahi kufungua grocery, nikamweka mtu ndugu. Nikaja kujifunza kwamba kwenye biashara ni wewe mwenyewe, si trust people. Ili kitu chako ambacho unakiamini kiweze kusimama, wewe mwenyewe unatakiwa uwepo hapo. Kwa pia grocery ilikufa. Nikaja nikafanya biashara ya nguo, lakini na yenyewe nayo pia ikafa. Nikaja mtu ambaye niko naye kwenye mahusiano akaniambia kwamba inabidi ufanye biashara. Kaa chini, fikiria, fanya biashara ambayo unajua kabisa haitokuangusha. Piga budget, piga hesabu, niambie ni kiasi gani. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo nikaanza biashara ya mafuta. Nikafanya research. Mimi bibi yangu anajua kutengeneza mafuta ya nywele. Yes, bibi yangu amezaliwa mwaka 50 na ngapi sijui huko. 40 na ngapi sijui yuko hai mpaka leo. Sisi wajukuu wote kwetu tuna nywele ambazo sio asili. Ni ukizaliwa tu hauna nywele. Kuanzia mwaka mmoja. Ndio maana mimi mafuta yangu utasikia nakwambia umri kuanzia mwaka mmoja. Mafuta ambayo mafuta ambayo mimi natengeneza sio wanaotengeneza wengine. Wengine wanaweka sijui karafuu, wanaweka sijui rosemary, sijui wanaweka, mimi siweki hivyo vitu. Hata kuna siku niliwahi kuposti video moja jinsi mashine miti inavokamua yale mafuta ambapo nimefundishwa kutengeneza na bibi yangu na nikaonyeshwa yale magome. Kwa before hapo, kabla sijafikiria biashara ya mafuta, bibi sisi tulikuwa nyumbani pale hatuna nywele vijukuu kama hivyo. Kwa hakubali, anapenda urembo. Anatuelekeza mafuta ya nywele hivi, anaelekeza kina mama. Kwa baadaye mimi nitafikiria nikasema watu wengi sana wana changamoto ya nywele. Mimi napunguza nywele kila baada ya miezi 3. Kweli? Kabisa zinakuwa ndefu? Zinakuwa ndefu, inabidi hata mtoto wangu nampunguza sana nywele. Kweli? Yeye lazima nipunguze. Kwa hiyo sasa kupunguza sasa kuna sababisha pia nywele iendelee kukua au hapana? Haisababishi nywele yaani kuna muda sijui ndio wanasemaga nini hivyo tunaringa. Tunajishauri unapunguza wewe kidogo. Kuna muda kwanza tukikaa na watu unasikia wewe nywele zinanikera, sijui kate. Unasikiliza tu comments za watu ambao wamekaa. Unasema kila ndio chokuwa unakitaka. Sifa usifiwe, okay? Yes. Kwa sasa aliponiambia swala nifanye biashara, kanipa ule mtaji, nikamcheki bibi, nikamwambia naweza nikapata kwa wingi kwa sababu bibi alikuwa anazalisha tu kidogo. Unakuta labda ni lita moja na gawaga kwa wajukuu nini. Nikamwambia bibi nahitaji kwa wingi. Akaniambia ile miti upatikanaji wake ni ngumu. Ambapo hiyo miti inapatikana Tabora, inapatikana Songea, inapatikana Kigoma na Katavi. Kwa mimi nikamwambia inabidi tu tufanye research. Akanipa kijana mmoja hivi, tukaenda polini, akamuonesha mti ni huu hapa na mti huu na mti huu. Sawa, tukatoka hapo tukazunguka mapori na mapori. Ulienda wewe mwenyewe? Mara ya kwanza nilienda mimi mwenyewe. Kwa tukatafuta hiyo miti, tunamshukuru Mungu tukaipata. Baada hapo nikamwambia mtu ambaye niko naye kwenye mahusiano, nikamwambia naomba sasa unisaidie, mwe mnaenda na kijana kuangalia hii miti ambayo inaweza kuzalisha mafuta. Basi tunamshukuru Mungu. Changamoto ambazo tunakutana nazo kwenye biashara, sometimes unampata mteja shabiki. Anakuja ile acheke. Mteja anakuja wewe kichwa chako kiko race. Unataka hela, unafikiria hela. Yaani kwanza kuna mteja amekuvuruga wa mkoani, katuma hela. Wewe ushasafirisha mzigo wake. Yeye kaenda kupiga simu customer care akakosea muamala, kasitisha muamala. Alafu mteja anakuja shabiki anataka umchekeshe, kakukuta kichwa kiko hicho. Unamwangalia, karibu dia nakusikia. Mimi nimekuja hapo unichekeshe, yani unabaki jamani poleni. Unacheka kama chizi. Mbona uchangamke, unaambia yani unatamani nimhudumie tu aende. Kama mwenzako amekuja akiwa yuko hapa. Mwingine anakuja akuone tu maskini. Anafika anakupigia simu, nielekeze, unamuelekeza kila kitu. Unajua anapata hela. Inakuwaje utumeje mafuta, unamuelekeza kila kitu. Inakuwaje nini bei? Niko same friend. Baadaye anakuambia niko nataka tu nisikie sauti yako. Kumbe ndo unaongeaga hivi. Kumbe wewe sio kiziwi. Jamani pole. Hapo umepokea simu yake, kuna mteja umemsubirisha pale, anakusubiri umeweza kuongea na ile simu umhudumie yule mteja. Kumbe yeye mwenzako yuko tu kwenye masiara. Na sisi unajua sisi watu wako comedy sisi tunachukuliwaje? Yaani sisi hata kwenye kuitwa, yani shaga chunguza. Hata kwa wazee wangu ambao wanafanya comedy ambao wamenitangulia sana, wanaweza tangia miaka 90 huko. Yaani
Sisi tunachukulia si makatuni. Yaani mtu sasa utaona wewe njoo. Kweli serious. Yaani unaniita kama mke wako, yaani wewe njoo. Poleni. Yaani asante. Shabiki ambaye unatusikiliza, maarifa na taarifa, haya ndio maarifa ambayo nakupa. Inawezekana wewe unajua sasa hivi uwanja umekuwa mpana sana. TikTok imekuwa ni uwanja wa kuonesha mengi zaidi, lakini pia sio tu mengi zaidi, TikTok imekuwa ni uwanja wa kuonesha vipaji vya watu. So kuna changamoto umezisikia hapo. Kwa hiyo wewe usigive, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vizuri, changamoto lazima ziwepo. So tumeona hapo tuna changamoto hizo za wateja, lakini kuna wengine wanasitishwa miamala, lakini pia na dharau kama alivyozungumzia kwamba watu wa comedy wanazalaulika. Kuzalaulika ni kama hivyo, mheshimu. Comedy ni sanaa kama ya sanaa nyingine, na ni vitu ambavyo vipo na vinatufurahisha. Cheka tu inatufurahisha. Inakuwaje tumeona Cheka tu imeanzishwa, lakini vipi wewe maono yako pale Cheka tu? Sina maono kwa sababu sifuatiliagi sana. Kweli. Kwa sababu pale ni wachekeshaji, unatamani one day au ndo kama hivyo unasema ila unajua mimi ninawaambiaga maarifa na taarifa ni kukuletea wewe, kukujulisha. Huwa mimi nakuletea sio maslay queen hapa. Huyu ni mpambanaji. Nikikwambia mpambanaji unamuelewa. Na umeona hata anavyofundisha. Ninavozungumza kwamba kwa nini nimezungumza Cheka tu, kwa sababu watu wanaamini kama wanavyoamini. Tunaliacha hilo kwa sababu hizo ndio imani za watu. So tunaliongelea kwa sababu umesema wewe uko, najua unatafuta hela sana. Unahisi kutafuta hela ni kwa sababu ya umama au fighters ya kwako ilikuwa tu tagia binti? Mimi nahisi nimeanza kutafuta hela tangia niko mdogo. Nilikusimulia. Kuna kipindi mama yangu alisafiri, alienda mkoani. Akarudi, bibi yangu alikuja Dar. Alipokuja Dar akaja na karanga nyingi. Afu bibi na mama wakasafiri wakaondoka wakaenda mkoani. Nyumbani tumebaki mimi na baba. Kwa hiyo nikaona kabisa hizi karanga hizi mpaka zijeziishe sio leo. Tania. Nikana zikanga naenda nazo shule. Yaani sio kama nyumbani hakuna chakula. Ujue business bwana iko ndani ya damu. Yaani sio kama nyumbani kuna njaa au unapata kila kitu. Lakini kuna kitu tu mimi natakiwa nifanye. Yaani kwa mimi kitu ambacho sipendi kuajiriwa. Kupangiwa muda wa kuamka na muda wa kurudi nyumbani. Hicho nahisi ni kitu ambacho mimi sikiwezi. Lakini pia vile vile kwenye swala la biashara namshukuru Mungu kwa sababu mimi mafuta yangu ya nywele yanatoa matokeo ya direct. Yaani matokeo yake yamenyoka. Na ndio nilikuwa nataka hapo niulize, kuna mashine ambayo unatumia au sasa hivi labda umefungua sehemu ambako labda siku tukaja Hotbiz maarifa na taarifa tukaona ili tuwape watu maarifa, lakini pia tunatamani uwe na ambassador mikoani, lakini sio tu mikoani, nchi za nje, Nairobi hapo, Zambia, wapi. Hivyo unaweza ukatupa uwezo wa maarifa kuja kuona nini inawezekana. Yaani penye nia pana njia. Mpaka mwakani mwezi wa kwanza tumefikia hizo ndoto. Kwa sababu tupo kwenye hizo process. Kwa sababu hakuna kitu kizuri kama kuuza kitu ambacho kina matokeo ya direct. Ukiuza alafu yani uzuri sasa hivi naweza nikasema dunia ipo kwenye utandawazi. Kama unauza kitu fake watu wanajua kabisa matokeo yanaonekana. Matokeo yani yanaonekana. Kwa hiyo kama kitu chako ni bora kinabaki kuwa bora. Mimi wateja wangu ni wa kujirudia sana. Kwa nini mteja matokeo? Mteja kuona matokeo anarudia tena kuchukua product kwangu. Kwa hiyo sasa yani namshukuru sana Mungu kwa hilo, na nina mawakala baadhi ya mikoa. Ila mawakala wangu walianza kuwa wateja. Yaani mtu kapata matokeo paka anashangaa. Anasema nauza hii. Mimi nauza hii. Mkoa gani na mkoa gani? Nina wakala Arusha, nina wakala Moshi, tuna wakala Zanzibar, tuna wakala Mwanza, tuna wakala Singida, tuna wakala Mbeya, tuna wakala Iringa, tuna wakala Morogoro, tuna wakala Kigoma, tuna wakala Kasulu, tuna wakala kama kuna sehemu tutakuwa nimesahau. Inaweza ikawa tuna wakala pia Dodoma. Kwa hapa mtu akitaka pia kuuza anaweza kumuuzia kwa jumla. Kwa hapa Dar es Salaam namuuzia kwa jumla, lakini sasa changamoto ya Dar es Salaam, tofauti kati ya Dar es Salaam na mikoani ni vitu viwili tofauti. Mikoani waaminifu sana, sijui kwa nini. Dar es Salaam asilimia kubwa ya watu wajanja. Kwa hiyo kitu ambacho mimi nakifanyaga kwa mawakala wa Dar es Salaam, nakupa sio tu cash, hata mikoani wanatoa cash. Nakupa mzigo lakini mteja atafuta mwenyewe. Sababu ya kufanya hivyo nimepata wakala hapa Dar es Salaam, nikampa mzigo, akawa anachakachua bidhaa. Haitoi matokeo. Kwa nini alikuwa anafanya hivyo? Mteja mimi ndio ninayemtafuta, ananiharibia mimi soko langu. Lakini akitafuta mteja yeye mwenyewe atafanya hiyo madudu? Hawezi. Kwa
Kwa hiyo sasa Dar es Salaam kama anatafuta mteja mwenyewe mimi nampa. Bagamoyo yes, tuna hivi wakala Bagamoyo alikuwepo lakini akawa amepitia changamoto kidogo. Bagamoyo ana ujanja wa hivyo. Dar es Salaam watu wezi. Jamani dada, jiji ambao unatakiwa ujifunze mengi. Okay, sawa. Tunatamani sasa kujua kitu gani ambacho kilikuwa ni changamoto kubwa sana kwako katika biashara, katika yote uliyozungumza. Kuna kimoja na masa hiki natamani ni share na watu wajue. Yaani moja ya changamoto ambayo mimi naipitia ni kwamba mimi na trust sana mwenyewe. Kwa kuna baadhi ya watu hata vijana ofisini waga wananiambia kwamba tafuta watu wakusaidie. Ni sawa wanachokiongea ili niweze kupumzika, nipate muda wa kupumzika. Mimi ananisaidia sana mpenzi wangu. Yaani kazi zikiwa zimezidi sana lazima mimi naye tusaidiane. Yes. Kumtrust mtu kwamba huyu awe my partner. Hatuchakachua bidhaa hata kwenye kumix. Hapana, lazima ni mix mwenyewe. Hata kwenye kufanya package lazima nifanye. Yaani nasemaga huyu watu punja, huyu watu wapunja wateja wangu anaweza akaweka kipimo. Kwa sababu apate naye faida. Anaweza akapata akaweka kipimo kidogo. Kwa hiyo lakini yani kitu kikubwa ambacho naweza nikasema kwenye swala zima la biashara, make sure unasimama wewe mwenyewe. Hata kama biashara umeanza unasimama wewe mwenyewe, baadaye ukaona biashara ni kubwa ukawaachia. Utumie biashara yangu kwa sasa hivi ni kubwa. Lakini siwezi kumwachia mtu kwa sababu si trust people. Yaani siwezi. Kwa sababu nikisema tu nianze kuamini watu, nimeharibu future. Kuna vijana, kuna watu ambao kwa sababu yangu mimi wao wanalisha familia zao. Kwa sababu yangu mimi wao wanaendesha maisha yao, wanasomesha ndugu zao. Nikisema mimi nidondoke, nimedondosha kubwa ya watu zaidi ya 40 huko nyuma. Bali tu na familia yangu mimi ambayo inanitegemea. Kuna watu ambao kuna vijana wa delivery, wanakutegemea. Wananitegemea, wanachukua mshahara wao kila mwezi. Kuna vijana hao wa kufanya sticker, wananitegemea, mshahara wao wanachukua kila mwezi. Nikisema nimwamini mtu kwa ajili ya kitu fulani kwenye biashara ikidondoka, kuna watu wamekaa huko watadondoka. Wanadondoka na wao. Na mimi huaga nawaambia vijana hata ofisini kila siku kwamba tunafanya biashara lakini make sure unaishi kwenye ndoto zako. Wewe ndoto yako ni nani? Unapenda kuwa nani? Ulipenda kuwa nani? Ndoto zako je, zinakaribia au hazina dalili? Una process gani ili kukamilisha hizo ndoto zako? Anza process. Anza hapo ulipo. Maisha ni kwanza hapo ulipo. Usitegemee kwamba kuna mtu atapalizwa, atatoka mbinguni, atakuja, atashuka. Ni wewe mwenyewe, anza na hicho ulicho nacho. Fanya katika kile ambacho unakiamini, utafikia ndoto. Mimi nawaambia hata vijana ofisini. Si nimewaajiri, usipende maisha ya kuajiriwa. Sio mazuri. Nimewaajiri sawa, lakini mtakuja ofisini kwa muda ambao mimi nataka. Mtaondoka kwa muda ambao mimi nataka. Haya sio maisha. Na wafundisha hili ndani ya miaka 2-3 mimi nawaambiaga, fanyeni kazi miaka 2-3. Muone matokeo. Make sure mna vitu vyenu. Na mimi tuchukue vijana wengine waje. Wafanye maisha yao, watafute vitu vyao, wafanye nini? Usimweke mtu ofisini kwako kila siku. Miaka mtu utakuta anakaa ofisini miaka 10. Uko kule kwenye ofisi ya mtu miaka 10. Wewe unashangaa miaka 10 kwenye ofisi ya mtu, wewe ujiongezi mshahara umetufundisha. Okay, sawa. Twende kwenye hii tukitoa biashara ya mafuta. Kitu gani unataka kuzungumza na wezekana una kitu ambacho unatamani uzungumze na watu. Unajua watu wengi wakiona comedy wanadhani hauna kitu. Kama walivyosema wanadharau. Sasa mimi kwenye maarifa yangu wanawaleta watu ambao wanaweza kukutoa huo ujinga. Kipi ambacho unatamani wafundishe watu? Mimi kitu ambacho napenda kuambia watu wanapenda kuchukulia vitu kama vile, kuna siku moja niko live natafuta wateja. Kuna mtu mmoja akaja akacomment, "Uone aibu wewe msanii mkubwa uko live unatafuta wateja." Nilitamani nitoke live. Afu nifuate DM. Nimwambie naomba namba yako ya simu nikupigie. Yaani ni mtoro upumbavu ambao uko kwa chake. Kwa sababu nilimuona nikasema hivi dunia bado inamiliki viumbe wa ajabu kama huyu. Maisha yanachekesha sana. Yaani kuna muda maisha ni comedy. Kwa sababu mbali na sanaa lazima comedy, yani sanaa haiwezi kukupa pesa ya wewe kuendesha maisha yako moja kwa moja. Kwa sababu mfano kazi za sanaa, leo utapata project utafanya. Project umefanya ndani ya miezi 3. Hiyo project ndani ya miezi 3 imeisha. Mwaka mzima hujapata project. Unataka na mbele pesa uliyolipwa miezi 3 inakuisha mwaka mzima. Inakulipia kodi, inakuvesha, inafanya wewe uweze kulipa usafiri, uendeshe, inawafanya hivyo. Kwa hiyo sanaa ni njia ya wewe kuweza kutambulika kwenye jamii na kufanya kitu chako. Jamani, mmesikia TikTok
hawa ni tunaongea na vijana wote. Msiseme leo tunaonea TikTok, maana leo tunaizungumzia TikTok kwa sababu ndio uwanja mkubwa wa sanaa na vipaji. Mmesikia hapa kwamba unapofanya sanaa ni sehemu ya kujionesha ili ufanye kile kitu ambacho Mungu amekupa. Okay, tunataka kuzungumzia kitu. Comedy ambaye wewe unampenda. Yupi ambao unasema yani natamani niweze kufanya naye kitu, au nikifanya naye kitu anajisikia amani, ninampenda. Na umefanya na watu wengi. Ila yupi ambaye moyo wako imetokea kumpenda, kwa sababu kila mtu yuko mtu ambaye anampenda kwenye kitu chake. Mimi mtu ambaye namkubali sana kwenye comedy ni sio tu natamani kufanya naye kazi. Yaani nataka kufanya naye kazi hata kesho kufanya naye, na nimeshafanya naye kazi. Ni Haji Salum Kangara. Okay. Mboto. Yes. Mboto ana comedy nzuri, anafanya vizuri, yani yuko vizuri. Ni brother wangu anajua comedy, anakudirect, anakuelekeza hapana hapa hivi. Mkurungwa yule. Yule mkurungwa. Yaani yule mkurungwa. Sio legend tu, kuna legend tunatoa. Kama mkurungwa, kwamba ni mtu ambaye anaweza kukupa maarifa na ukapata kutoka na kitu. Okay, tukimtoa huyo, tunakuja sasa hivi tuna comedy ambao wanakuja. Tuna watu ambao nao sasa wanainuka. Yupo unamuona yuko kwenye njia ambao unasema anafanya vizuri. Kwenye jambo wote wanafanya vizuri. Maana haya maswali wanga wanasemaga watu, mimi hujanizungumza. Ni kweli unapendwa. Ni kweli wewe ni mzuri, unafanya vizuri, lakini kuna yule ambaye anaweza akakuzidi hata credits au point. Yupi? Kiukweli, yani kwenye comedy sasa hivi nikitafuta sioni kwa sababu gani? Watu wanashindwa kutofautisha. Kuna tofauti kati ya comedy na content creator. Asilimia 80 ya wasanii ambao wamechupukia kuanzia miaka 3 hapa 2024 mpaka sasa hivi ni content creator. Comedian amna. Yani sijui, yani unajua ile swala la comedian ukisearch haraka unamkosa. Ila ukitafuta hivi naweza nikasema kwenye wanawake mimi ambaye nimemuona ni Shamoro. Okay. Anafanya vizuri. Yes. Shamoro anafanya vizuri. Na yule kweli yani sio tu atukuzungumzie, jamani wote mnafanya vizuri. Kuna watu wanakuja dada lady, sisi jamani mnafanya vizuri, lakini tuna yule umesema kwenye comedy sasa. Kwenye comedy. Yani tukimtoa Shamoro, watu ambao kwenye comedy wanawake ambao jamii inawachukulia kama comedy ambao wameanza kuanzia 2024 mpaka sasa hivi wengi ni content creator. Yes. Na ndio ambao pia wamekuja kuua soko la comedy. Tuongee ukweli, si ndio? Wamekuja kuliua kabisa. Wameliua soko la comedy. Na ni kwa sababu gani? Kwa sababu wao wanafanya content nyingi za aina mbalimbali. Kwa utakuta mtu anabadilika. Yes. Ikiwa sisi wa comedy ni mfano mimi tu unaweza nikafanya leo nikakaa wiki nzima sijafanya. Sio mimi, hata tukimchukulia mfano Joti anafanya kwa wiki anafanya mara moja kamaliza. Umeona? Lakini content creator anafanya leo, ana posti zake hizi 3 ambapo mimi naenda kusearch kwenye Insta page yangu au TikTok yangu unaweza kukuta sijafanya na mwezi. Sijui umeelewa vizuri. Kwa hiyo jamii inapenda kitu ambacho kinaonekana mara kwa mara. Kwa hilo na wasifu, wanajitahidi. Sawa, wanafanya kazi kwa speed. Kwa hilo nawapa hongera zao sana. Ndio maana tumekuja narudia tena kwamba comedy imekufa sasa. Maana au unaizungumziaje? Ipo wapi? Maana mpaka sasa hivi tukizungumzia comedy na nyinyi mumeingia huko. Au tusemeje? Imemezwa, mmevutwa? Hapana, haijamezwa. Comedy haijafa. Na siku watu wa comedy wakiamua kuamka. Kuna watu onekana yani unajua kuna watu wakifanya kitu ndani ya wiki moja mfululizo yani nchi kwanza inapiga kelele kwa ajili yake. Yani kwamba watu wote wanatulia, anasikilizwa yeye kwanza. Kwa hiyo kwenye upande wa comedy wakisema tukisema tuamue sasa kwamba okay tuna muda, mimi nifanye, sijui nani Mboto wafanye, Joti afanye, sijui kina Mpoki wafanye, kina nani sijui wafanye, kina Shaboko wafanye. Jamani, sisi tuna vitu vizuri na kama kawaida tuna mambo mazuri kwenye maarifa na taarifa, na hii yote ni kwa sababu yako wewe ambaye unatushabikia, lakini pia unayetusikiliza ambaye unafanya tuwe hapa. Tuna mengi kuzungumza, lakini sisi bado tupo naye na bado tutaenda kwenye biashara yake, dukani kwake, mtaona bado tutakuwa naye pia kuangalia mazingira yake ya kazi. Makao yako makuu au ndo bado mpaka mwezi wa kwanza au ndo
Ndio hivyo. Makao makuu ya biashara. Kwa sasa hivi tupo Kibangu. Okay. Tupo Ubungo Kibangu. Na pia kitu ambacho napenda tu kuambia watu, nimetoka kusema muda sio mrefu katika kile ambacho unakichokiamini anza. Okay. Lakini kingine ambacho nawashauri, anzeni. Ila baada ya kuanza usitegemee biashara moja. Okay. Biashara ikikupa faida, make sure inazalisha biashara nyingine. Yaani kuwa na biashara mama na hiyo biashara mama iwe na watoto wake. Okay. Yaani usiwe tu na kitu kimoja. Okay, sawa. Twende kwenye michezo. Wewe ni shabiki wa mchezo gani? Tuna lede. Unajua watu wanataka kujivunga. Tuna lede. Tuna mpira wa kikapu, sijui tuna Simba na Yanga. Tuna vitu vingi, tuna kuchola. Wewe ni mpenzi wa kitu gani? Unajua tukisema kile kitu ambacho unaweza kukifanya. Kipi ambacho wewe ni mtu ambaye unapenda? Kwamba mimi bwana kuna kipindi kuna lede nadhani uliona naona sasa hivi nini, ila natamani tutaianzisha, bado tunaelekea huko. Vipi kwenye lede? Kwenye lede hapana. Wapi? Uko wapi kwenye serikasi jamani kumlazi sarakasi? Mimi nipo kwenye netball. Na tuna naniri umoja wetu tunaita Uzalendo. Uzalendo netball. Ni wadada watupu, sio wadada ni sameni, wamama wa makamu. Wamama watupu ambao age yetu ishaenda. Kwa hiyo tunataka kuzalisha. Sasa unaanza kufanya hivi. Si unachomoka bega kabisa. Mko wapi na mnapatikana wapi? Tupo Kigamboni. Tunapatikana Kigamboni, lakini kwa sasa hivi tumesitisha mchezo wa netball. Lakini ila baadhi ya wenzetu ambao wao mimi sasa hivi ni kibonge dada bonge. Lakini kuna wenzetu ambao vimili vyao bado vidogo wenyewe tunaingiza kwenye mechi wanacheza. Kwa hiyo kuna mechi ambao unacheza. Kingine ukitoa hiyo ushabiki wa mpira? Kwenye mpira mimi naipenda Simba. Ila ukiniuliza swala la mchezaji wachanganya watu. Na mimi sitaki kwa sababu tunazungumzia michezo. Inawezekana mtu mtu anajua tu comedy ni mtu ambaye anachekesha tu. Na wewe kuna watu wanakuchekesha? Kweli. Wanaangalia nani unacheka. Mimi mfano kuigiza au mama drama. Na baby drama. Baby drama ananichekesha tukiacha unafiki. Unajua watu wa comedy. Kuna mtu unaweza kumuuliza swali, nani anakuchekesha? Mimi hamna mtu ananichekesha. Wewe ni Simba. Unazaliwa una bandama hapa kwenye ulimwengu. Kweli. Watu wanafiki sana. Mimi Shamoro ananichekesha. Vizuri tu ananichekesha sana. Waga narudia hata mara 2. Cha wa kwanza, Yesu wa kwanza. Wa kwanza. Haya ni maswali ambayo yanatusababisha watu kupeana kukorofi. Si hujanitaja. Kuna Joti hata tukisema tunaigiza clip, kama kuna clip tuliwahi kufanya kama 3 hivi, tulichukua karibia siku nzima kwa sababu yeye alianza kunicheka mimi wakati tunaanza. Alinicheka. Yaani anashindwa kucheka kwa sababu ananicheka. Baadaye sasa yeye akawa serious. Yeye anapata sasa comedy zake, mimi natoka sasa kwenye ile serious na kucheka yeye. Yaani mpaka ilifika muda tu crew ikasema njaa zinauma, tunaombeni tukale afu tutarudi tena. Tulishuti clip hii ikiwa ilikuwa ratiba clip hizi tulishindwa kwa sababu hiyo. Mboto pia ananichekesha. Yaani hata kama umewahi kuiangalia Mihemko utaona kuna muda nilikuwa na kwa kamera nageuka. Niliona hata pale maana sasa hivi mna ile nini ya kurudia. Niliona hiyo Mboto ananichekesha, Samofi ananichekesha. Tena sasa hemu angalia, Mboto ananichekesha, Samofi ananichekesha, afu wote unakutana nao kwenye scene moja. Yaani mpaka jana kwamba je, wewe mbona uko serious? Wanachekesha. Okay, tuje kwenye serious. Tumeona sasa hivi unafanya serious. Kuna tamthilia, kuna movie. Unaizungumzaje serious? Series kiukweli serious namshukuru Mungu na pia mimi ni producer. Ndio maana nikasema kwenye biashara usitegemee kitu kimoja. Mimi ni producer wa Mkongwe TV na ni director wa Mkongwe TV na ni mwandishi pia. Kwa hiyo sasa kwenye namshukuru Mungu. Kuna changamoto ambayo nilipitia kwenye biashara ya uendeshaji wa filamu. Unamcast mtu unampa character kubwa, anakuvuruga. Nikasema kwa kweli mnanivuruga, nacheza mwenyewe. Kwa hiyo sasa hivi nacheza mwenyewe. Kwenye series main character nacheza mwenyewe. Alafu hizi zingine tuna hizi nyingine huko ikitokea umenichanganya na mimi kwenye series yangu lazima niweke uchawi. Ili ikitokea umenivuruga, yule mchawi sasa ndo namtumia kukuua. Kama sijaweka
mchawi naika mganga. Ukinivuruga tunatengeneza sini, mganga akakupiga kimbora, umekufa. Na tunapoelekea shemeji yenu yani akikaa kwenye mstari, niko na mbembeleza huu mwaka wa akae kwenye mstari shemeji, mbembeleza shemeji, akikubali tu shemeji anasikia. Yani mwenye character wa kiume anacheza yeye. Yani jamani, mstari hiyo ndio tuifanyie tu ikimbie. Yeye mwenyewe pia anaona mateso ambayo unapitia kwenye cast kwa sababu watu wanakusumbua. Kwa hiyo nimeshamwambia kwamba yani nakuomba kila siku nambembeleza, nakuomba. Siku yani siku anaokubali kesho tunaingia production. Kikubwa tu ni kwamba pia unajua huwezi kumuomba mtu kitu ambacho unajua hawezi. Mimi najua anaweza yes. Kwa sababu mimi ni director pia. Unamuona. Kwa hiyo sasa yani siku akikubali mambo yatakuwa okay. Twende kwenye zamani. Shabiki yako, tuna legend wa Bongo Movie, tuna Shomeleta Isuka. Movie gani iliyokutisha? Jamani, nilikuwa mdogo. Mama. Shomeleta na Isuka. Shomeleta alikuwa na ponele sini yake anakula sijui ndo moyo hapa. Sikulala usiku. Na wewe seka mimi niko kwa nini niliangalia. Alafu niliangalia Patron, nakumbuka kwa movie Patron na Part 2. Yaani movie inakutisha na bado kesho unataka uangalie Part 2. Kwamba wewe ni kinganga kiasi gani. Shomeleta na moja. Kwa sababu mfano kazi za sanaa, leo utapata project utafanya. Project umefanya ndani ya miezi mitatu. Hiyo project ndani ya miezi mitatu imeisha. Mwaka mzima hujapata project. Unataka na mbele pesa ulilipwa miezi mitatu inakuisha mwaka mzima. Inakulipia kodi, inakuvesha, inafanya wewe kulipa usafiri, uendeshe, inawafanya hivyo. Kwa hiyo sanaa ni njia ya wewe kuweza kutambulika kwenye jamii na kufanya kitu chako. Jamani, mmesikia TikTok. Hawa ni tunaongea na vijana wote. Msiseme leo tunaonea TikTok, maana leo tunaizungumzia TikTok kwa sababu ndio uwanja mkubwa wa sanaa na vipaji. Mmesikia hapa kwamba unapofanya sanaa ni sehemu ya kujionesha ili ufanye kile kitu ambacho Mungu amekupa. Okay, tunataka kuzungumzia kitu. Comedy ambaye wewe unampenda. Yupi ambao unasema yani natamani niweze kufanya naye kitu, au nikifanya naye kitu anajisikia amani, ninampenda. Na umefanya na watu wengi. Ila yupi ambaye moyo wako imetokea kumpenda, kwa sababu kila mtu yuko mtu ambaye anampenda kwenye kitu chake. Mimi mtu ambaye namkubali sana kwenye comedy ni sio tu natamani kufanya naye kazi. Yaani nikitaka kufanya naye kazi hata kesho kufanya naye, na nimeshafanya naye kazi. Ni Haji Salum Kangara. Mboto. Yes. Mboto ana comedy nzuri, anafanya vizuri, yani yuko vizuri. Ni brother wangu anajua comedy, anakudirect, anakuelekeza hapa hapana hapa hivi. Mkurungwa yule. Yule mkurungwa. Yaani yule mkurungwa. Sio legend tu, kuna legend tunatoa. Kama mkurungwa, kwamba ni mtu ambaye anaweza kukupa maarifa na ukapata kutoka na kitu. Okay, tukimtoa huyo, tunakuja sasa hivi tuna comedy ambao wanakuja. Tuna watu ambao nao sasa wanainuka. Yupo namuona yuko kwenye njia ambao unasema anafanya vizuri. Kwenye wote wanafanya vizuri. Maana haya maswali waga wanasemaga watu, mimi hujanizungumza. Ni kweli unapendwa. Ni kweli wewe ni mzuri, unafanya vizuri, lakini kuna yule ambaye anaweza akakuzidi hata credits au point. Yupi? Kiukweli, yani kwenye comedy sasa hivi nikitafuta sioni kwa sababu gani? Watu wanashindwa kutofautisha. Kuna tofauti kati ya comedy na content creator. Asilimia 80 ya wasanii ambao wamechupukia kuanzia miaka mitatu hapa 2024 mpaka sasa hivi ni content creator. Comedian amna. Yani sijui, yani unajua ile swala la comedian ukisearch haraka unamkosa. Ila ukitafuta hivi naweza nikasema kwenye wanawake mimi ambaye nimemuona ni Shamoro. Anafanya vizuri. Yes. Shamoro anafanya vizuri. Na yule kweli yani sio tu atukuzungumzie, jamani wote mnafanya vizuri. Kuna watu wanakuja dada lady, sisi jamani mnafanya vizuri, lakini tuna yule umesema kwenye comedy sasa. Kwenye comedy. Yani tukimtoa Shamoro, watu ambao kwenye comedy wanawake ambao jamii inawachukulia kama comedy ambao wameanza kuanzia 2024 mpaka sasa hivi wengi ni content creator. Yes. Na ndio ambao pia wamekuja kuua soko la comedy. Tuongee ukweli, si ndio? Wamekuja kuliua kabisa. Wameliua soko la comedy. Na ni kwa sababu gani? Kwa sababu
wao wanafanya content nyingi za aina mbalimbali. Kwa utakuta mtu anabadilika. Yes. Ikiwa sisi wa comedy ni mfano mimi tu, unaweza nikafanya leo nikakaa wiki nzima sijafanya. Sio mimi, hata tukimchukulia mfano Joti anafanya kwa wiki anafanya mara moja kamaliza. Umeona? Lakini content creator anafanya leo, ana posti zake hizi 3, ambapo mimi naenda kusearch kwenye Insta page yangu au TikTok yangu, unaweza kukuta sijafanya na mwezi. Sijui umeelewa vizuri. Kwa hiyo jamii inapenda kitu ambacho kinaonekana mara kwa mara. Kwa hilo na wasifu, wanajitahidi. Sawa, wanafanya kazi kwa speed. Yeah. Kwa hilo nawapa hongera zao sana. Ndio maana tumekuja, narudia tena kwamba comedy imekufa sasa. Maana au unaizungumziaje? Ipo wapi? Maana mpaka sasa hivi tukizungumzia comedy na nyinyi mumeingia huko. Au tusemeje? Imemezwa, imevutwa? Hapana, haijamezwa. Comedy haijafa. Na siku watu wa comedy wakiamua kuamka, kuna watu onekana, yani unajua kuna watu wakifanya kitu ndani ya wiki moja mfululizo, yani nchi kwanza inapiga kelele kwa ajili yake. Yaani kwamba watu wote wanatulia, anasikilizwa yeye kwanza. Okay. Kwa hiyo kwenye upande wa comedy wakisema tukisema tuamue sasa kwamba okay, tuna muda, mimi nifanye, sijui nani Mboto wafanye, Joti afanye, sijui kina Mpoki wafanye, kina nani sijui wafanye, kina Shaboko wafanye. Jamani, sisi tuna vitu vizuri na kama kawaida tuwaga tuna mambo mazuri kwenye maarifa na taarifa, na hii yote ni kwa sababu yako wewe ambaye unatushabikia, lakini pia unayetusikiliza ambaye unafanya tuwe hapa. Tuna mengi kuzungumza, lakini sisi bado tupo naye na bado tutaenda kwenye biashara yake, dukani kwake, mtaona bado tutakuwa naye pia kuangalia mazingira yake ya kazi. Makao yako makuu au ndo bado mpaka mwezi wa kwanza au ndo hivyo makao makuu ya biashara? Kwa sasa hivi tupo Kibangu. Okay. Tupo Bongo Kibangu. Na pia kitu ambacho napenda tu kuambia watu, nimetoka kusema muda sio mrefu, katika kile ambacho unakichokiamini anza. Okay. Lakini kingine ambacho nawashauri, anzeni. Ila baada ya kuanza usitegemee biashara moja. Okay. Biashara ikikupa faida, make sure inazalisha biashara nyingine. Yaani kuwa na biashara mama, na hiyo biashara mama iwe na watoto wake. Okay. Yaani usiwe tu na kitu kimoja. Okay, sawa. Twende kwenye michezo. Wewe ni shabiki wa mchezo gani? Tuna lede. Unajua watu wanataka kujivunga. Tuna lede. Tuna mpira wa kikapu, sijui tuna Simba na Yanga. Tuna vitu vingi, tuna kuchola. Wewe ni mpenzi wa kitu gani? Unajua tukisema kile kitu ambacho unaweza kukifanya. Kipi ambacho wewe ni mtu ambaye unapenda? Kwamba mimi bwana, kuna kipindi kuna lede, nadhani uliona, naona sasa hivi nini, ila natamani tutaianzisha, bado tunaelekea huko. Vipi kwenye lede? Kwenye lede hapana. Wapi? Uko wapi kwenye serikasi? Jamani kumlazi sarakasi. Mimi nipo kwenye netball. Na tuna naniri umoja wetu tunaita Uzalendo. Uzalendo netball. Ni wadada watupu, sio wadada, ni sameni, wamama wa makamu. Wamama watupu ambao age yetu ishaenda. Kwa hiyo tunataka kuzalisha. Sasa unaanza kufanya hivi. Si unachomoka bega kabisa. Mko wapi na mnapatikana wapi? Tupo Kigamboni. Tunapatikana Kigamboni, lakini kwa sasa hivi tumesitisha mchezo wa netball. Lakini ila baadhi ya wenzetu ambao wao mimi sasa hivi ni kibonge, dada bonge. Lakini kuna wenzetu ambao vimili vyao bado vidogo wenyewe tunaingiza kwenye mechi wanacheza. Kwa hiyo kuna mechi ambao unacheza. Kingine ukitoa hiyo ushabiki wa mpira? Kwenye mpira mimi naipenda Simba. Ila ukiniuliza swala la mchezaji wachanganya watu. Na mistake ni kwa sababu tunazungumzia michezo. Yawezekana mtu anajua tu comedy ni mtu ambaye anachekesha tu. Na wewe kuna watu wanakuchekesha? Kweli. Wanaangalia nani unacheka. Mimi mfano kuigiza au mama drama. Na baby drama. Ananichekesha, tukiacha unafiki. Unajua watu wa comedy. Kuna mtu unaweza kumuuliza swali, nani anakuchekesha? Mimi hamna mtu anachekesha. Wewe ni Simba. Unazaliwa una bandama hapa kwenye ulimwengu. Kweli. Watu wanafiki sana. Mimi Shamoro ananichekesha. Vizuri tu ananichekesha sana. Waga narudia hata mara mbili. Cha wa kwanza, Yesu wa kwanza. Wa kwanza. Ni maswali ambayo yanatusababisha watu kupeana kukorofi. Si hujanitaja.
kuna Joti. Joti hata tukisema tunaigiza clip, kama kuna clip tuliwahi kufanya kama 3 hivi, tulichukua karibia siku nzima kwa sababu yeye alianza kunicheka mimi wakati tunaanza. Alinicheka. Yaani anashindwa kushutu kwa sababu ananicheka. Baadaye sasa yeye akawa serious. Yeye anapata sasa comedy zake, mimi natoka sasa kwenye wao serious wa kunicheka yeye. Yaani mpaka ilifika muda tu crew ikasema njaa zinauma, tunaombeni tukale afu tutarudi tena. Tulishuti clip hii ikiwa ilikuwa ratiba clip hizi 5. Tulishindwa kwa sababu hiyo. Mboto pia ananichekesha. Yaani hata kama umewahi kuiangalia Mihemko, utaona kuna muda nilikuwa kule na kwa kamera na geuka. Niliona hata pale maana sasa hivi mna ile nini ya kurudia. Niliona hiyo Mboto ananichekesha, Samofi ananichekesha. Tena sasa hemu angalia, Mboto ananichekesha, Samofi ananichekesha, afu wote unakutana nao kwenye scene moja. Yaani mpaka jana kwamba je, wewe mbona uko serious? Wanachekesha. Okay, tuende kwenye serious. Tumeona sasa hivi unafanya serious. Kuna tamthilia, kuna movie. Unaizungumzaje series? Series kiukweli series namshukuru Mungu na pia mimi ni producer. Ndio maana nikasema kwenye biashara usitegemee kitu kimoja. Mimi ni producer wa Mkongwe TV na ni director wa Mkongwe TV na ni mwandishi pia. Kwa hiyo sasa kwenye namshukuru Mungu. Kuna changamoto ambayo nilipitia kwenye biashara ya uendeshaji wa filamu. Unamcast mtu unampa character kubwa, anakuvuruga. Nikasema kwa kweli mnanivuruga, tacheza mwenyewe. Kwa hiyo sasa hivi nacheza mwenyewe. Kwenye series main character nacheza mwenyewe. Alafu hizi zingine tuna hizi nyingine huko ikitokea umenichanganya na mimi kwenye series yangu lazima niweke uchawi. Ili ikitokea umenivuruga, yule mchawi sasa ndo namtumia kukuua wewe. Kama sijaweka mchawi naika mganga. Ukinivuruga tunatengeneza sini, mganga akakupiga kimbora, shwa, umekufa. Na tunapoelekea, shemeji yenu yani akikaa kwenye mstari, niko nambembeleza mwaka wa akae kwenye mstari shemeji. Bembeleza shemeji. Akikubali tu shemeji anasikia. Yani mwenye character wa kiume anacheza yeye. Yani jamani, mstari. Hiyo ndio tuifanyie tu ikilie. Yeye mwenyewe pia anaona mateso ambayo unapitia kwenye cast kwa sababu watu wanakusumbua. Kwa hiyo nimeshamwambia kwamba yani nakuomba kila siku nambembeleza nakuomba. Siku yani siku anaokubali kesho tunaingia production. Kikubwa tu ni kwamba pia unajua huwezi kumuomba mtu kitu ambacho unajua hawezi. Mimi najua anaweza kwa sababu mimi ni director. Unamuona. Kwa hiyo sasa yani siku akikubali mambo yatakuwa